Huu ni mtaa unakwenda kwa jina la Matutu. Umekuja kushiriki mkutano wa wananchi ambao ni mkutano ambao umeweza kuandaliwa na diwani wa kata Zingiziwa ndugu yetu Selemani Kaniki. Lakini miongoni mwa faida kuu za mikutano kama hii ni kwenda kuchakatwa kwa ajenda kadha wa kadha zinawekwa mezani na wananchi, nao pia wanapata fursa ya kuweza kuzungumza au kuweza kutoa kero zao mbalimbali. Lakini pia diwani pia na wajibu wa kuweza kujibu au kutatua kero mbalimbali za wananchi ambao ni wakazi wa maeneo haya Nzasa. Lakini pia kuna maafisa tofauti ambao wamefika katika eneo hili. Tuko pamoja na maafisa wa TANESCO, kuna maafisa wa elimu, lakini pia pamoja na maafisa wa masuala mazima ya afya. Wote watakuwa katika kushiriki mkutano huu kuhakikisha tu kwamba kila jambo ambalo linaenda kuwekwa mezani liweze kupatiwa uvumbuzi au namna ya kwenda kutibu changamoto za wananchi ambao wao ndio wakazi wa maeneo haya ya Nzasa katika mtaa huu wa Matutu. Tunaenda moja kwa moja kwenda kushiriki mkutano huu ambao unafanyika maeneo haya kwa ajili kwenda kuhakikisha wananchi wanaenda kupata fursa kwenda kutoa kero zao mbalimbali mbele ya mheshimiwa diwani wa kata ya Zingiziwa ndugu yetu Selemani Kaniki. Tuko maeneo ya Nzasa na huu ni mtaa wa Matutu. Twende pamoja. Ndugu wananchi, toka muda nimechaguliwa kwa Nzasa ndio mkutano wangu wa kwanza, lakini katika maeneo mengine tumepita, tumefanya mikutano mmoja kama anaofanya huu. Kwanza niwapongeze na kuwashukuru kwa kunichagua kwa kura nyingi kuwa diwani wenu wa kata hii ya Zingiziwa. Nichagua kwa kura nyingi sana, na ndio maana mimi natembea kifua mbele kuleta maendeleo katika kata hii ya Zingiziwa. Na mimi nawaahidi, muda bado nao vizuri tu, hizi bashrafu nazozipiga kwenye mitaa nyingine huku napo zinaendelea. Kama mnavyoona sasa hivi kituo cha afya hapa kipo na kinafanya kazi, lakini yako ambao naona yanatakiwa kufanyika. Mmenipigia sana simu kuhusu hii barabara, lakini leo nimeongea na mtu wa Gleda, ilikuwa anzie pale kwenye mlima kwenda Somero. Kwa hiyo kazi atakuja kuianzia hapo mwisho kwenda Somero kwa ajili ya kuikarabati hii barabara yetu. Barabara hii imeharibika wakati wa mvua, imekuwa mbovu. Huko Somero nao imekatika. Mwenyezi Mungu akituamsha salama, nitakuwa naye mimi kumuonesha ili kazi ifanyike vizuri katika barabara hii. Kwa tuombe vizuri, kesho jua litoke ili kazi iweze kufanyika. Lakini wako wanaokuwa wanalalamika kila siku kuhusu mikopo, nimekuja kuwasikiliza na yote nitajibiwa hapa. Sasa mimi nisiwamalizie chakula chote wakati nyinyi ndio wapishi. Sasa nakaribisha maswali kwa kila sekta, ziko hapa, kila mmoja atajibu na mengine tutajibu sisi kama viongozi.